nimeona taarifa pia ya Yakubu Suleiman ambaye alipata majeraha, nafikiri kwenye mchezo alikuwa na timu ya taifa ya Tanzania, alipata majeraha. Baada ya hapo alivyorudi kwenye kikosi chake cha Simba alikuwa nje na alifanyiwa matibabu, na kuna taarifa zinasema kwamba tayari ameshaungana na wenzake kwenye uwanja wa mazoezi na ameondoka na kikosi cha Simba kuelekea makao makuu ya nchi Dodoma kwa ajili ya mchezo wao dhidi ya Tanzania Prison ambao utapigwa siku ya tarehe 22. Kurejea kwa Yakubu Suleiman kunatoa taswira gani kwa kikosi cha Steve Barker? Cha kwanza ni kuongeza upano wa kikosi. Kasari alikuwa na majeraha, taarifa zake bado sina kama atakuwa amesharejea, nafikiri bado. Lakini Hussein Abel moja kwa moja kwa nafasi ambazo amepatiwa haitoshi. Inaonekana hatoshi moja kwa moja kwenye kikosi cha Simba kuwa golikipa namba 1 na kwenye baadhi ya michezo ambayo amepatiwa chance ametudhihirisha hivyo ya kwamba bado yeye anahitaji watu wa juu alafu yeye asubirie. Tournament ya Mapinduzi alipewa muda wa kucheza, lakini kuna baadhi ya mistake ambazo alikuwa anazifanya na Simba aliruhusu mabao. Pia hata katika baadhi ya michezo ambayo wamefanikiwa kucheza kuna makosa ambayo unayaona. Kwa hiyo kwa urejeo wa Yakubu Suleimani bado unampa option Steve Barker, na kikubwa Steve Barker mwenyewe hajawahi kumshuhudia Yakubu Suleimani. Maana alikuja lakini ikatokea Yakubu Suleimani akawa na majeraha. Lakini kitu kingine ambacho nakiona ni Yakubu mwenyewe anaweza akapata naye washindani sahihi, maana pale kuna Kasari. Kwa kama Kasari naye atarejea kwenye utimamu wake, sasa tukashuhudia battle nzuri tu katika kuwania nafasi ya kwanza, ni nani aanze na ni nani ambaye anapaswa akae bench, kwa maana na ni nani ambaye kwenye mchezo hata kuwepo hata kwenye wale substitution. Kwa ni vitu ambavyo naviona inaweza kachagiza urejeo wake, unaweza kaongeza chachu ya wale ambao wapo kwenye hizo nafasi ya kupambania namba. Na kingine inaweza kaongeza hata kikosi kipana ya kwamba akiumia fulani basi huyu ambaye ataingia naye ana uwezo wa kurecover na kufanya kile ambacho timu itakipata kikawa kikubwa zaidi kwa ajili ya kulinda matokeo, na kwa ujumla anaweza kaisaidia timu kukusanya alama nyingi, maana washambuliaji wa Yesu watafunga. Vipi goalkeeper moja na walinzi hawataruhusu bao? Vitu ambavyo vinaweza vikazungumzwa na naviona Yakubu Suleimani urejeo wake kuna kitu ambacho kitaenda kuongezeka kwenye eneo la goalkeeping. Bana, sawa. Yakubu Suleiman anataja kurejea kikosini baada ya kupata majeraha yalimweka nje zaidi ya mwezi kidogo umepita. Kwa hiyo anatajwa kwamba amerejea kwenye kikosi cha mnyama Simba, na inatajwa safari yake ama ushindani wake na Kasari unaweza kaanza kwenye mechi dhidi ya Tanzania Prison. Jambo la kusubiri pia na kuona. Hapo tugusie pia ratiba ya Simba na Yanga. Yanga ratiba yao ilivyo kweli, kabla ya dabi wana michezo miwili, tarehe 22 dhidi ya Namungo. Baada ya hapo watacheza dhidi wakimalizana na Namungo, na mchezo mwingine Yanga watacheza nafikiri ni JKT. JKT Tanzania, JKT Tanzania. 25. Yes, hiyo ratiba tarehe 22, 25. Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Nawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gang ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 10,000
6. Conduit pipe ya shilingi 1500 watakuuzia kwa shilingi 1000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.